hichi ndio kitu muhimu nilichokuwa nakihitaji kwenye hii dunia. Hatimaye nimekipata. Nilikiacha kwa muda mrefu sana. Nastahili kujipa hongera mimi mwenyewe. Kwa sasa acha niendelee na kazi nyingine, baadaye nirudi nilipotoka. Vipi mwenzangu, nimeitikia wito. Haya niambie. Cha kwanza dadangu, nashukuru umekuja. Nashukuru kwa kuitikia huu wito. Cha pili, naomba samahani kwa yale yote nilokufanyia dadangu. Unakumbuka? Lakini mimi mdogo wangu shakusamehe siku nyingi sana. Sina hata nalo moyoni. Yaani kila usafi wala usijali. Dada, mimi nashukuru. Kwa hivyo asante sana na kukaribisha hapa nyumbani. Nashukuru kwa kunisamehe dadangu. Nishakusamehe ndugu yangu, wala usijali. Mambo mengine vipi lakini? Safi dadangu. Tunashukuru Mungu tupo na hiki kijiji chetu. Tunaendelea na haya mauzauza ya kila siku. Hata sijui atashanya mauzauza jamani, maana kila siku afadhali ya jana. Hapa sasa hivi wazee wa kijiji ndo wanataka kuleta dua hapa kijijini, pengine haya mauzauza dada yatapungua. Itakuwa vizuri, bora tu waje, maana amezidi kila siku afadhali ya jana. Basi dadangu, nikwambie karibu hapa nyumbani, jisikie huru, jisikie amani. Nishakaribia ndugu yangu. Tusameane mambo ende tugange yanayokuja sasa hivi sasa. Haya sasa. Wala usijali kabisa, kuwa na amani. Mimi nishakusamehe tangu zamani, kitambo kabisa. Hodi. Karibu. Asante sana. Habari yako Hassan? Umelijuaje jina langu? Na wewe ni nani na umetoka wapi? Usishtuke Hassan, kwa sababu nakujua jina lako, unapotokea na kile unachokifanya kwenye hichi kijiji. Kwa hiyo usishtuke. Sasa wewe ni nani? Kama habari zangu zote unavijua, ninapoishi pote unapajua, na ninapotokea. Wewe ni nani? Safi sana. Mimi ni mtoa adhabu kwa kila anayefanya makosa. Na leo ni zamu yako. Mtoa adhabu? Wewe ni nani utoa adhabu? Wewe Mungu au malaika? Manake hao ndo Mungu ndo anaitwa adhabu. Mimi si Mungu wala si malaika, lakini ni mmiliki wa hichi kijiji. Ubebeka jaje. Salama ndugu yangu. Vipi, mbona uko hapa umekaa na mawazo njafu njiani sana? Bwana Beka bana, kunshitu kweli, maana plani zangu zote nitaka ilikuwa nende kwenye kibanda umiza. Yaani ndugu yangu, hayo mambo hujaacha tu. Umeshakuwa size bwana. Kwenye vibanda umiza vitakuumiza kweli bwana. Hayo mambo umeacha size. Sasa Beka nichatenda jaje? Na sina la kutenda, maana kila nkaka mawazo yananzidi tu. Sasa nitende nini haswa? Na leo nimekuja kwa sababu hii moja, juu ya vitendo vyako unavyovifanya. Mfano kama kitendo gani ambacho nakifanya wewe unachokijua? Hebu nieleze. Nadhani unamjua Sara, Beka na James. Hao walosababisha mimi nifike hapa. Wote unawajua hao? Nani zako wewe? Usipende kujua nina mahusiano nao gani. Acha nifanye kilichonileta. Subiri nikuoneshe. Naumia. Huo ni mwanzo tu. Na hii ndo adhabu unastahili mtu kama wewe ambaye unafanya makosa kwenye hichi kijiji. Hassan, mimi nakwenda. Sasa shalichomoa sasa. Na mimi nataka kuonyesha kijiji kizima
kama mimi nani? Kwa hiyo Mustafa, unataka kuniambia mpaka leo hii hujui ufanye kitu gani ndugu yangu? Kwa sababu kipindi hichi Mustafa, unatakiwa fikirie ni kitu gani kinachoendelea hapa kijijini kwetu. Hali sio nzuri kabisa. Lakini wewe unataka kutoka uelekee kibanda umiza. Hivi kweli Mustafa inaingia akilini lakini? Beka hata kama inaingia akilini haingia akilini. Hea mie Beka nimeamua yayo. Na chaka nende kibanda umiza ngatende yayo. Kusiki? Bwana Beka kusiki. Basi sawa ndugu yangu bwana. Mimi sina kukushauri. Wakati mwenyewe ndio umeshaamua hivyo. Basi sawa wewe fanya. Mimi kuna sehemu nielekea kwanza kidogo. Kwa hiyo nisoma tuonana baadaye. Ndio hivyo. Basi poa bwana Mustafa, acha naondoka. Wewe kama kuna kwenda safari njema, wewe nenda. Basi poa ndugu yangu, amna noma. Odi. Karibu shemeji. Habari yako? Nzuri shem. Karibu. Asante. Umepotea? Pirika. Karibu. Shem za siku. Nzuri shem, vipi hali? Safi. Shem pole. Karibu sana. Nilisikia umepata matatizo. Vipi? Unaendeleaje mpaka sasa hivi? Asante shem. Kweli nilipata matatizo lakini nishapoa. Basi sawa shem, karibu. Mtihani kweli kweli. Walinifanyia hivi? Mheshimiwa. Habari. Asalamu alaykum. Asalamu. Safi kwema. Wema. Vipi mheshimiwa, umepata ajali? Bora hata ningepata ajali ingekuwa afadhali kuliko ajali nikuta kijana wangu. Pole sana. Nini tatizo? Kijana wangu alionifika. Kalikuja kijana mmoja aliyokuwa ana makanzu sijui na nini yani tafrani. Kaja kanipiga kweli kweli mpaka mguu unaniuma vibaya sana yani. Na ili gongo naloliona hili la nisaidia kutembea yani mtiana kijana yenyewe ni mgeni kwetu sisi, mimi simjui. Kijana mgeni. Tangu lini yupo kijana? Kijana huyo sijawahi kumuona tangu kuzaliwa mimi hapa kijijini. Mimi namuona ni mgeni tu. Pole sana mwenyekiti. Kwa hiyo tunamfanyaje huyo kijana? Sawa shem, vipi bosi nimemkuta? Bosi hayupo. Katoka asubuhi. Hajarudi mpaka sasa hivi. Basi sawa shem, mimi nimekuja kuwasalimieni tu. Mazali katoka, akija utamwambia kwamba rafiki yako alikuja kukusalimia. Sawa shem. Akirudi mimi nitamwambia. Kunikwambia tu karibu shemeji yangu. Basi sawa shem. Acha nimwarakie wifi yako maana yake leo kasema anarudi. Mbele anarudi? Anarudi leo. Basi sawa shem, wewe mwa wifi yangu na mimi nitapanga siku nitakuja niwasalimie huko. Sawa shem, basi kwa heri mimi nawahi. Haya shemeji yangu, nashukuru. Haya, tutaonana. Haya, mwambie niwekee zawadi zangu huko. Usijali. Haya. Kwanza tuiache hiyo mada ya kijana. Nataka ile kazi yangu niliokupa. Naona kimya, hujanieleza lolote, sasa mimi nijue nafanya nini. Umenipa kazi mbili bosi. Sasa sijajua anazungumzia kazi gani. Nilikwambia kazi ya kumpoteza James. Mpaka sasa hivi bado hamjaifanya na mimi nikimwona yule kijana naumia sana katika moyo wangu kwa sababu hatutaki tuendane tena mimi na yeye. Nimekuelewa mheshimiwa. Lakini leo tutafanya kazi ya yule Sala. Kesho tutakamilisha kazi ya James. Safi sana kijana. Hapo nakupa pongezi. Nasubiri uone kama nitakuonyesha tu kidogo kama nami naweza. Hongera sana. Kijana wangu na leo ni mwanzo tu na utakaponifurahisha na kupeleka unapotaka katika nchi hii. Sasa ukatembee ukale unachokitaka. Sawa mheshimiwa. Mwenyekiti, laiti kwenye kijiji mlikuwa watu kama nyinyi watano tu. Basi vijana tusinge kufa njaa. Bosi. Imeisha hiyo. Poa asante. Pamoja sana. Poa. Haya. Ile moyo wangu ufurahi. Basi hivi kazi zangu zote mbili azimalize.
kwa sababu zinaniumiza katika moyo wangu. Huyu kanaambia anakuja, lakini mpaka sasa hivi naona kimya. Sijui hata sijui nimemsibu nini njiani, na simu yake haipatikani. Kwa mikono hivyo hivi ilivyokuwa laini, huyu na uhakika mke wangu. Mume wangu naye kwa kunikalili nikajua tu utanipotea. Mtu chake akimpotee mke wangu. Wow. Za hapa mume wangu. Kwema. Karibu nyumbani mke wangu. Pole na safari. Ndio mwanangu Jeff. Poa kama kawaida. Hakika. Fresh. Lishe vipi? Kama kawa. Ile au vipi? Ile. Sasa mwanangu, nimekuja tuzetu kule shamba tukavune. Mazao yapo fresh. Sio tunafika kule tunakuta hamna kitu. Inakuwa noma mzee. Usiwaze mwanangu, wewe kabadilishe nguo tunzetu. Basi sawa, sio mbaya. Wewe nisubiri hapo dakika chache nikabadilishe nguo alafu natoka. Basi poa chapu. Maana mimi nataka nipite homeboy nikabadilishe nguo. Basi sawa, ngoja nikabadilishe nguo chapu. Poa, mimi nakusubiri hapo. Kisikia ndege kanasa kwenye tundu bovu ndo leo. James umekwisha. Leo ndo tutajua kilichomtoa kanga manyoya. Rudi wewe. Asante mume wangu. Lakini mume wangu, mbona kuonekana kusafi sana hapa? Au kulikuwa kuna mwanamke anakuja? Uko anachiti eh? Mke wangu, mimi siwezi kukusaliti hapa ajili ya mtu yote, mimi nilikuwa nakusubiria wewe tu. Sawa, mimi nimefurahi kusikia hivyo mume wangu. Mbona hauna mabegi mke wangu? Mizigo iko wapi? Mume wangu, mizigo mingi sana. Kwa hiyo nimeshindwa hata kuibeba. Nimeacha bandarini, kesho naweza ikafika hapa asubuhi. Unajua tena kwa mama mizadi mingi kibao. Basi sawa mke wangu. Na nimekumisi sana, nilikuwa natamani urudi na usiku wa leo mechi nina imani itakuwa ya Simba na Yanga. Ngona mume wangu umenimisi sana. Nimekumisi sana. Basi sawa mume wangu, basi naomba twende ndani nikapumzike. Unajua tena hii safari yani nimechoka mume wangu, hata sielewi hapa. Pole kwa machofu mke wangu. Twende ndani ukapumzike. Twende mume wangu. Tena. Ili hapa shamba lenyewe. Nilikwambia siku ile tuje tuvune. Kwa hiyo minazi utapanda wewe. Maana ni sio nzuri sana kwenye kupanda miti. Kuhusu minazi kupanda tutapanda. Wala sijali mjana. Basi poa, tuanze na huu alafu tutafuata na ule. Alafu baada ya hapo tutaangalia tufanye nini. Maana una shamba kubwa mzee. Ila James, tuje siku nyingine. Leo naona kama muda umeshaenda. Siku nyingine vipi, wakati tumepanga toka nyumbani tuje kwenye shamba lako. Alafu tunafika tusherekezana, unaniambia tuondoke, yani kivipi yani? Sijakuelewa. Wewe bwana tunzetu. Acha maswali mengi. Muda umeenda huo. Vipi? Mbona toka?
Hello boss. Habari vipi? Kazi yako tayari nimeshamaliza. Vipi? Nimeua? We ni nani? Na unataka nini? Nimekukosea nini? We ni nani? Basi kuongea lolote. Tulia kama ulivyojikuta. Kwa tafadhali. Basi naomba nifungue. Naomba nifungue kaka, naomba nifungue. Nimekukosea nini mimi? Ninachokuomba usinipigie kelele. Kwa sababu utanifanya nivunje sheria ambayo kwa bosi haipendi na haitaki. Kwa hiyo kilichobakia ni kitu hichi. Swala zako za mwisho. Ili utapokufika kwa Mungu wako, ujue cha kumweleza ni nini.